Imesalia takribani miezi mitatu kabla ya kipenga cha kampeni za uchaguzi mkuu mwaka 2025 kupulizwa rasmi. Watiania katika nafasi ya urais, ubunge na udiwani kwa Tanzania bara na wajumbe wa baraza la wawakilishi na masheha kwa visiwani Zanzibar wanatarajiwa kujitosa kutimiza ndoto zao. Mvutano mkali zaidi unatakiwa kuwa katika majimbo ya uchaguzi zaidi ya 264 ambako watu wengi wanatarajiwa kujitokeza kuwania ubunge. Baadhi ya wanasiasa ambao wamekuwa bungeni kwa muda mrefu wametoa siri ya kwa nini wabunge wengi kushindwa kumudu kurejea bungeni mara baada ya kufanikiwa kufanya hivyo katika uchaguzi uliotangulia. Lakini upo uwezekano kakidhi matarajio katika ngazi ya makundi yanayounda jamii ile iliyokuchagua kuwa mwakilishi katika jimbo linalohusika. Lakini wakati mwingine utakapokuwa umekidhi matarajio ya wengi, uwezekano wa kurudi ni mkubwa. Lakini pia kuna wabunge pia wakati mwingine wanasahau kwamba mwisho wa uchaguzi mmoja pale wanapochaguliwa ndio mwanzo wa maandalizi ya uchaguzi unaofuata. Wanaweza kuwa wamefanya vitu vyote kwa ukamilifu, lakini akaja tu mtu mwingine, wananchi kwa kipindi hiko, kama uchaguzi ni huru na haki pia, unaweza kuwa overstay, wamekuchoka, wasema sasa tupeleke mtu mwingine. Kwa hiyo factors ni nyingi ambazo sasa kama mwanasiasa unatakiwa uzipime, alafu angalie nini cha kufanya kwa wakati huo. Kweli ni kwamba wako watu ambao kwa sababu moja ama nyingine, kwa sababu ya mazingira, aina ya jimbo analogombea, ushawishi wake kwenye jamii, ukubalikaji wake kwenye jamii na sababu nyinginezo, huwa hawarudi bungeni. Pia wabunge wengine ambao waliwahi kuwa wabunge lakini sasa hawako bungeni, nao wametoa maoni ya nini hasa kinasababisha hali hii. Unakuta ni karibu 1/3 wao wanakuwa hawarudi bungeni. Na kikubwa ambacho nimekuwa nimekiona muda mwingi ni kutokuwajibika kwa wabunge. Kwa hiyo wale wabunge ambao wamefanya kazi vizuri za wananchi, hata kuwashinda kwenye majimbo yao wakirudi ni ngumu. Wapiga kura nao wakatoa maoni yao kuhusu nini hasa uwafanya wasiwarejeshe wabunge wao bungeni. Ni pale unapokuwa tumewachagua wabunge wetu, wanatuahidi mambo mengi watakayotufanyia, lakini kipindi chote cha miaka yote labda hiyo 5 wanakuwa kwanza wajaja kwenye jimbo kuja kutuongea na sisi kuhusu changamoto ya aina yoyote, labda tunapata nini, labda tuna changamoto ya aina gani. Wanatuahidi kutengenezea barabara, labda mashule, mahospitali na kutupa huduma nyingine za kijamii, lakini unakuta hawaji kabisa. Mpaka inapofika tena ile miaka 5 imeisha, wanarudi tena kwenye jimbo kuja kufanya nini? Kupiga kura, kuomba kura. Kwa hiyo yani sisi kutokana na jinsi mazingira walotufanyia, hamna walichotufanyia, hawajafanya nini, tunakuwa hatuna moyo nao tena. Katika miaka 15 iliyopita, tafiti zinaonyesha kuwa zaidi ya nusu ya wabunge wa bunge lililopita huwa hawarejei katika bunge linalofuata. Swali la kujiuliza mwaka huu ni je, takwimu hizi zitajirudia tena? Upendo Michael, Azam News, Dar es Salaam.